Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Iran limeendeleza mashambulizi katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel, ikishambulia katika vitongoji vya viwanda ikiwa ni pamoja na Neot Hovav huko Beersheba, kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu kwa mifumo ya makombora ya ballistic, ikiwa ni katika kujibu vikali mashambulizi ya kinyama ya Marekani pamoja na Israel dhidi ya maeneo ya viwanda vya Iran, na katika kuendeleza kutoa mashambulizi na vipigo kwa sekta ya viwanda vya Marekani na Israel katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Iran imeendeleza kufanya mashambulizi makubwa katika maeneo hayo, lakini mpango wao ni katika kujibu mashambulizi baada ya kushambuliwa katika maeneo ya viwanda. Umeme wa maeneo hayo ulizima kikamilifu baada ya milipuko kadhaa mfululizo. Aidha, vituo vya kijeshi vya utawala wa Israel katika jangwa la Negev, lakini pia kamandi za kijeshi za utawala huu katika eneo la kaskazini na vituo vya usalama huko Quds inayokaliwa kwa mabavu na Tel Aviv vimeshambuliwa kwa makombora ya ballistic na drone za hujuma za Iran. Iran imesema itajibu kila pigo pale ambapo itashambuliwa, na ndicho ambacho kinafanyika wakati huu. Iran imeendelea kufanya mashambulizi makubwa katika mataifa hayo, ikiwa ni pamoja na Israel pamoja na mataifa ya Ghuba kama sehemu ya kulipa kisasi. Hata hivyo, baada ya kufanya mashambulizi hayo, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia tena kusambaratisha vituo vya nishati vya Iran. Trump ametangaza kitisho kipya dhidi ya Iran akisema atashambulia na kusambaratisha kabisa vituo vya nishati vya Iran makubaliano yasipofikiwa haraka. Hata hivyo, kabla ya kauli yake hii, Israel pamoja na Iran walifanya mashambulizi katika maeneo ya viwanda vya taifa la Kiajemi, taifa la Iran. Rais huyo ametangaza kitisho kipya akisema kwamba kutokana na namna ambavyo jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran anavyoifahamu katika masuala ya makubaliano ya kumaliza vita, anaona kabisa ni mambo ambayo hayawezi yakafanikiwa haraka. Kwa hivyo atashambulia pia maeneo ya viwanda, huku Iran ikiandika ujumbe wao kwamba lazima walipe kisasi kwa aina ya shambulizi lolote ambalo litafanywa na Marekani na Israel. Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Truth Social akiandika kwamba mafanikio makubwa yanapatikana kwenye mazungumzo na Iran, vinginevyo tutashambulia katika maeneo yao ya viwanda. Lakini ameongeza kuwa iwapo mkataba haujafanikiwa na ikiwa njia ya kimkakati ya usafirishaji mafuta kwenye mlango bahari wa Hormuz haitafunguliwa mara moja, basi Marekani itatanua mashambulizi yake na kuharibu kabisa vituo vya kuzalisha umeme, visima vya mafuta na kisiwa cha Kharj nchini Iran. Iran imetishia kutega mabomu katika kisiwa hicho cha Kharj kilichopo katika Ghuba ya Uajemi. Mapema Jumatatu, Marekani na Israel zimezidisha mashambulizi dhidi ya Iran, huku Iran pia ikishambulia vituo muhimu vya maji na mitambo ya kufua umeme nchini Kuwait pamoja na maeneo mengine ambayo ni mali za Wamarekani pamoja na Israel. Hata hivyo, vita hivi bado vimetengeneza mazingira kati ya Marekani Israel dhidi ya Iran, lakini ni kutokana na namna ambavyo Marekani pamoja na Israel wametengeneza mazingira hayo, kwani hata wakati wa mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea kati ya Marekani na Iran, ni Israel ambayo ilianzisha mashambulizi ambayo baadaye rais wa Marekani alikuja kuweka wazi na kudai kwamba hata Marekani imehusika katika mashambulizi hayo. Lakini jambo kubwa ambalo wakati huu limekuja kutokea katika vita hivi ni pamoja na namna ambavyo mataifa haya yameingia katika uhasama unaoathiri moja kwa moja ulimwengu. Hii ndio sababu ya viongozi wengi duniani kutaka vita hivi visitishwe mara moja. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.